Horigani mpenzi mtazamaji wa Simba TV. Ni katika juma lingine tena kuna kipindi chako kizuri kabisa hapa Simba TV, mahala ambapo unaweza kupata taarifa na habari kemkem sana na klabu yako pendwa Simba Sports Club. Simba TV mara zote huwa inakuelimisha, inakuburudisha, lakini pia inakupa taarifa ya kile ambacho kinaendelea katika klabu yako. Katika Simba TV ndani juma hili story nzuri kabisa. Kabla hatujaenda kwenye stories zenyewe, nikufahamishe Simba TV ndani juma hili inazalishwa kutokea hapa Nairobi, Kenya. Kwa mara nyingine tena Simba TV inazalishwa kutokea nje ya Tanzania. Mimi ni Tobias Sebastian ambaye niko mbele ya macho yako, lakini story ya kwanza na Simba TV katika juma hili tunakuletea, na story hiyo ni kuhusiana na kikosi chetu cha Simba Sports Club ambacho chenyewe mara baada ya kupata ushindi katika mchezo wa kwanza ligi kuu ya NBC dhidi ya Kagera Sugar kilianza safari kutoka Bukoba na kuelekea Mwanza, na pale ndo mahali ambapo tutacheza mchezo wa pili wa ligi kuu ya NBC, tutacheza dhidi ya Pamba Jiji. Taarifa kamili anakuja nayo Ahmed Ali ambaye yeye atakuja kutueleza nini ambacho kikosi kinafanya, nini ambacho kitakwenda kufanya hapo Mwanza na ratiba nzima ya hapo Mwanza. Lakini pia tukitoka kushuhudia story hiyo, story ya pili ambayo itakuja mbele ya macho yako ni msafara wetu wa Simba Sports Club ambao wenyewe kwa mara ya kwanza ulianza safari ya kutokea Dar es Salaam kuelekea Bukoba, na mara baada ya kufika Bukoba, shamra sherehe, mapokezi yalikuwa makubwa. Tutapata nafasi ya kushuhudia na kuona safari ilivyokuwa, mapokezi yalivyokuwa pale airport, lakini pia tutakuja kumsikia meneja wa habari na mawasiliano Ahmed Ali akizungumza katika story hiyo. Lakini pia vingi Ahmed amezungumza. Story ya 4 katika Simba TV ndani juma hili tunakuletea mchezo wenyewe sasa dhidi ya Kagera Sugar. Sisi Simba Sports Club tukifanikiwa kuondoka na point 3 katika mchezo wa kwanza ligi kuu ya NBC, tukifanikiwa kushinda mabao mawili, mabao makali, mabao mazuri ambao alifungwa katika mchezo. Tutapata nafasi ya kuona mchezo ulivyokuwa, highlight mabao ambayo alifungwa. Bao la kwanza likifungwa na Ismail Tule, bonge la ndoo, cross kona nzuri alibasege. Lakini pia bao la tatu tutakuja kushuhudia Eli Mpanzu Kibisawala akifunga bao la pili katika mchezo huo. Na story nzuri, Mpanzu wakati anasajiliwa Simba Sports Club, mchezo wake wa kwanza alicheza katika uwanja wa Kaitaba ambao sisi mchezo wa kwanza ligi kuu ya NBC tulitumia katika uwanja huo wa Kaitaba, na Mpanzu kufunga bao lake la kwanza kwenye msimu, lakini pia bao la pili kwa upande wa timu na kufanikiwa kuondoka na ushindi katika mchezo huo. Na mara baada ya kutoka kushuhudia matukio pamoja na mabao ambayo yafungwa, tutakuja kuona na kushuhudia interviews za wachezaji ambao wamezungumza. Tutakuja kumsikia kocha mkuu Steve Barker amezungumza, na mwisho tutakuja kumsikia semaji la CAF yeye amezungumza. Tukiondoka katika story hiyo, story inayofuata na ndio story ya mwisho katika Simba TV ndani ya juma hili ni kuhusiana na maandalizi ya kikosi chetu cha Simba Queens ambacho chenyewe kinajiandaa kwenda Rwanda katika mashindano ya Sekafa. Lakini kabla ya kufika hapo Rwanda, tumekaa hapa Kenya takriban juma zima, takriban wiki nzima tukifanya maandalizi na matayarisho kuhakikisha tunafanya vizuri katika mchezo huo. Tumecheza michezo mitatu ya kirafiki, wachezaji wameonyesha performance nzuri na vingi vizuri ambavyo tumevipata hapa Nairobi, Kenya kabla ya kuelekea Rwanda. Katika story hii tutakuja kupata nafasi ya kumsikia kocha mkuu Musa Hassan Mgosi akizungumza, baadhi ya wachezaji ambao wamepata nafasi ya kuzungumza na vile ambavyo vilitokea katika kambi yetu hii hapa. Tupate mapumziko mafupi kisha kushuhudia na kuangalia hayo mapumziko mafupi. Sasa tuende katika story ya kwanza ndani ya juma hili katika Simba TV. Ni kikosi chetu cha Simba Sports Club ambacho chenyewe mara baada ya kumaliza mchezo wa kwanza ligi kuu ya NBC dhidi ya Kagera Sugar, kikosi kilisafiri na kuruka kutokea Bukoba kuelekea Mwanza ambapo tutacheza mchezo wa pili wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Pamba Jiji. Katika story hii tutapata nafasi ya kuona safari ilivyokuwa, lakini pia tutakuja kumshuhudia semaji la CAF Ahmed Ali akizungumza kile ambacho tunatarajia kwenda kukifanya Mwanza katika mchezo wetu wa pili wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Pamba Jiji, mchezo ambao utachezwa katika uwanja wa CCM Kirumba. Maandalizi yanakwenda vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tunazo changamoto kidogo ya baadhi ya wachezaji kuwa na majeraha ya hapa na pale, lakini asilimia kubwa ya wachezaji wapo vizuri na wako tayari kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho. Tutakwenda kumkosa mlinda mlango namba 1 Jibril Kasari Tanja ambaye aliumia katika mchezo uliopita dhidi ya Kagera Sugar, lakini hali yake inakwenda vizuri. Amefika hapa mazoezini, haja train na wenzie
lakini hata baada ya kuzungumza naye akaniambia kwamba nazidi kuimarika kidogo kidogo. Kwa hiyo ni dhahiri shahidi ya kwamba muda si mrefu ama punde si punde atarejea tena uwanjani. Kwa hiyo yote kwa yote ni kwamba tunakwenda vizuri, maandalizi yako sawa sawia na tuko tayari kwa vita ya kesho. Ukiachana na Kasali na Duchu ambao tutawakosa kesho, kuna mchezaji mwingine ambaye tunaweza tukamkosa? Wengine ni 50 kwa 50. Yuko Yusuf Kagoma ambaye vivyo naye ana changamoto ya muda mrefu, lakini amekuwa akipambana hivyo hivyo kwa ajili ya kuipambania Simba yake. Tangu tuko Rwanda alikuwa na hiyo changamoto, anafanywa matibabu, anaingia uwanjani, matibabu uwanjani. Ndio maana tangu tumerejea msimu huu hakuna mechi ambayo Kagoma amemaliza. Mechi ya Simba Day kumbuka alifanywa mabadiliko, mechi dhidi ya Kagera Sugar amefanywa mabadiliko. Kwa hiyo mwalimu anajitahidi kumpa muda mchache ili aweze kuregain, lakini na kupumzika na hatimaye aweze kupona kabisa. Kwa hiyo mechi ya kesho inategemea mwalimu ataamua vipi, amwanzishe kwa maana ya kumpa nafasi ama ampumzishe ama aingie baadaye atoke, mwalimu ndiye atakayeamua. Lakini wachezaji wengine waliosalia ni yale majeraha ya kawaida ya kwenye mpira ambapo mtu anaweza akajisikia vibaya leo, kesho akapona, akarejea akaendelea na mchezo kama kawaida. Sawa. Leo asubuhi kulikuwa kuna mkutano wa kiufundi wa walimu, wachezaji na wanahabari. Upande wa Pamba anasema kwamba hii ni mechi ya kawaida sana kwao, maandalizi yake ni ya kawaida mno. Sijui hili kwako unalionaje? Nadhani hilo wamelisema tu mdomoni, lakini kiuhalisia haiko hivyo. Ninachoamini ni kwamba hii ni mechi kubwa sana kwao, ni mechi kubwa kwa mkoa na wanafanya maandalizi makubwa sana kwenda kupata matokeo. Lakini kama wao wanaiona hii ni mechi ya kawaida, basi ni jukumu letu sisi kwenda kuwakumbusha na kuonesha kwamba hii sio mechi ya kawaida. Kucheza against Simba haiwezi kuwa mechi ya kawaida. Kucheza mechi na mnyama mkali haiwezi kufanana na mechi nyingine ambazo umewahi kucheza, na wasitupumbaze. Sisi tunachoamini ya kwamba hii ni mechi ya maisha yao, na ukitaka kuamini hilo utawaona namna ambavyo watacheza katika mchezo wa kesho. Hii ni mechi kubwa kwao, ni mechi ya kuwauza, ni mechi ya kuwapeleka mjini, ni mechi ya kila kitu ambayo inahusiana na maisha na mpira wa miguu. Kwa hiyo hawataingia kawaida. Na sisi kwetu hii sio mechi ya kawaida. Sisi kwetu hii ni mechi kubwa, ni mechi muhimu, yenye uzani na yenye uzito mkubwa kweli kweli, kuhakikisha kwamba tunakwenda kufanya vizuri katika mchezo huu. Historia ya tatu ni kikosi chetu ambavyo kilianza safari kutokea Dar es Salaam kuelekea Bukoba, msafara ambao ulionekana kuwa mzuri na kuvutia kabisa. Kikosi kiliondoka Dar es Salaam mapema na shirika la ndege la Air Tanzania, lakini mara baada ya kufika pale Bukoba mapokezi yalikuwa makubwa kweli. Wana Simba walijitokeza wa kutosha, wana Simba walikuwa wengi, walipokea timu yao kiasi kwamba ilitia raha na furaha kwa wachezaji na wale wote ambao walikuwa katika msafara wetu. Tupata nafasi ya kushuhudia namna ambavyo msafara ulikuwa, mapokezi yalivyokuwa na vitu vingi vizuri ambavyo vilitokea katika msafara. Lakini mwisho kabisa tutakuja kumsikia semaji la CAF Ahmed Ali, yeye akizungumza mara baada ya kikosi kuwasili Bukoba. Wanasimba wa mkoa wa Kagera, wanasimba wa manispaa ya Bukoba, kwa niaba ya viongozi wenzangu wa Simba makao makuu, tunao furaha kubwa kweli kweli kwa kufika hapa kwa mara nyingine tena
lakini hatukuta mmekaa kinyonge. Tumekuta mmejiandaa kuipokea timu yenu, na maandalizi ambayo mmeyafanya yametupa taswira ya kwamba mmeshafanya maandalizi makubwa ya Simba kupata ushindi siku ya kesho. Niwapongeze kwanza kwa kutengeneza na kurasimisha umoja wa wanachama na mashabiki manispaa ya Bukoba mjini, kwa kuunganisha matawi mbalimbali na kuwa kitu kimoja. Na kwa kipekee kabisa nimpongeze dada Bite kwa kazi kubwa ya kuanzisha na kusimamia umoja huu, na leo hii wana Bukoba tunajivunia kuwa na umoja ambao unatutambulisha na kutuunganisha sisi wana Simba wote. Ndugu zangu wana Bukoba, kwanza ni waombe radhi, hamjapata nafasi ya kutosha ya kujimwaya na wachezaji wenu, lakini ziko sababu za msingi ambazo zimepelekea hivyo. Cha kwanza ni kuipa timu muda wa kupumzika zaidi, hususan wachezaji. Wameanza safari tangu alfajiri ya saa 11 hii leo na tumefika Bukoba mchana. Maana yake ni kwamba wanastahili kupata mapumziko, kwa sababu jioni ya leo ya saa 10 wanatakiwa kuingia uwanjani kwa ajili ya kufanya mazoezi. Lakini wangeweza kuja kujumuika nasi hapa. Changamoto iliyotokea ni mabadiliko ya muda wa mchezo. Ratiba ya awali mechi ilikuwa ni jioni saa 1. Kwa hiyo wangeweza kuja kujumuika nasi hapa, tukafanya mazoezi leo jioni, wakapumzika kesho mpaka jioni, wakaingia kwenye uwanja wa mechi. Lakini muda wa mechi umebadilishwa kutoka jioni ya saa 1, sasa mechi ni saa 10 kamili jioni. Naam, story inayofuata ni kuhusiana na taarifa ambayo inamhusu goalkeeper wetu namba 1 Mamadou Tanja, ambaye yeye hakumaliza mchezo wa kwanza ligi kuu ya NBC dhidi ya Kagera Sugar kutokana na majeraha ambayo aliyapata. Katika mchezo huo Tanja hakufanikiwa kucheza dakika zote 90 kutokana na changamoto ambayo alipata. Alitoka na nafasi yake kuingia goalkeeper mwingine Hussein Abel. Tupata nafasi ya kusikia taarifa ya kuhusiana na majeraha au changamoto ambayo alipata Kasali kutoka kwa semaji la CAF. Jibril Kasali Tanja ambaye alipata majeraha akashindwa kuendelea na mchezo. Baada ya kutoka uwanjani ama kutolewa uwanjani usiku ule, akafanyiwa vipimo vya awali ili kubaini ukubwa ama kubaini uhalisia wa jeraha ambalo amelipata. Kwanza ameumia goti, msuli wa pembeni hapo unaitwa ligament ndio ambao ameumia. Lakini kwa taarifa njema kutoka kwa madaktari wetu wa Simba ni kwamba jeraha lake sio kubwa, halihitaji upasuaji na wala halihitaji kukaa nje kwa muda mrefu. Anahitaji kipindi cha muda mfupi tu kwa ajili ya kupatiwa matibabu, na baada hapo atarejea uwanjani. Kwa mujibu wa daktari ni kwamba kuna uwezekano akaukosa mchezo unaofuata dhidi ya Pamba, na baada hapo mchezo unaokuja anaweza kuwa sehemu ya kikosi, kwa sababu jeraha alilopata linatibika ndani ya muda mfupi, kisha anarejea kuendelea na majukumu yake. Kwa tuseme ana uwezo wa kucheza mchezo mmoja au hata huo mchezo wenyewe anaweza akawepo kutokana na jeraha lake. Mchezo Pamba ni 80% kwa 20. 80 kutokuwepo, 20 kuwepo. Mchezo unaofuata baada ya Pamba, kwa maana mechi dhidi ya Singida, hapo ni 50 kwa 50, kwa sababu baada ya mechi ya Pamba siku ya Jumatano tarehe 19 ataangaliwa tena ili kuangaliwa maendeleo yake yakoje. Kama atakuwa amerecover pakubwa, basi atakuwa sehemu ya kikosi kwenye mechi dhidi ya Singida.
Singida, lakini kama bado atakuwa hajakaa sawa, pia anaweza akakosa mchezo dhidi ya Singida. Story inayofuata ni mchezo wetu, jinsi ambavyo ulikuwa mchezo wetu wa kwanza ligi kuu ya NBC dhidi ya Kagera Sugar. Tumefanikiwa kupata ushindi wa mabao 2-0, mchezo ambao unaonekana kuwa mzuri kweli kweli kwa upande wetu, mchezo ambao unaonekana kuwa bora kwa upande wetu, wachezaji walicheza vizuri na tukafanikiwa kupata ushindi huo na kukusanya pointi 3 za kwanza katika mchezo wa kwanza ligi kuu ya NBC. Shukrani za pekee ziende kwa wachezaji wote ambao walijitoa, shukrani za pekee zaidi ziende kwa wachezaji ambao walifunga mabao hayo mawili. Bao la kwanza Ismail Ture akitia ndoo, pasi nzuri kutoka kwa Libase Gay. Bao la pili Elim Panzu, pasi nzuri kutoka kwa Libase Gay ambaye alikuwa mchezaji bora wa mechi. Tupate nafasi ya kushuhudia baadhi ya matukio ikiwemo mabao hayo mawili, lakini mwisho tutakuja kusikia interviews za wachezaji ambao walizungumza, Libase Gay akiwemo ambaye yeye aliibuka kuwa mchezaji bora wa mchezo pamoja na wachezaji wengine. Tutakuja kumsikia kocha mkuu Steve Barker amezungumza, mwisho tutakuja kumsikia semaji la CAF Ahmed Ali akihitimisha au akifunga katika story hiyo. Libase Gay ametoka kona ile ndani, nacheza mpira kwa kichwa. Wow! Ture Ismail Olivier anakwenda kuchekatua. Ni ngoma za Magic System wa Ivory Coast. Anawatanguliza Simba, anamtanguliza mnyama kama ilivyo tabia yake. Huwa anasogea mbele mara kadhaa kwenye mipira hii ya set pieces, na mara hii ni shangwe kwa mashabiki wa Simba. Ismail Olivier Ture, baada ya blichi la Ibrahim Dumbia kukosa mara kadhaa, mara hii ni bridge la Ture. Mpira ulitoka Dakar Senegal ukenda Abidjan Ivory Coast ukawekwa kimiani. Ture Ismail Olivier anamtanguliza mnyama, wakenda kucheketua. Libase Gay akamwangalia akamwambia, wote tunatokea Afrika ya Magharibi, lakini hiyo ngoma ya wapi? Kwa upande wa Kagera Sugar, Libase Gay, mpira katika njia, Eli Mpanzu, kazi imeanza. Zombole Soa Banavea ndani ya uzi mwekundu. King Eli Mpanzu anaonyanyua tena mashabiki wa Simba. Fasi ya DRC na kati ya Kinshasa, mashabiki wa Simba wanapewa burudani, wanapewa furaha. Tabasamu zito meno nje kutoka kwa Eli Mpanzu. Kibisawala ni uwanja uliomtambulisha katika ligi kuu ya NBC 24-25. Ndio uwanja ambao anaandika bao lake la kwanza 2026-27. Kibisawala Eli Mpanzu. Yes, again, amazing support. It just keeps astounding me. Every new town I go to, every game we play away, it's just from the airport when we arrived yesterday, today. It just makes me want to really be successful for the club, because the fans love this club so much and their passion. So it's our responsibility to work as hard as we can off the field as well as on the field to put Simba in the right place, and that's on top. Je suis très content d'avoir le trophée et aussi d'avoir aidé l'équipe. Voilà. He says he's very happy to get this trophy, and he gave everything to help Simba team. How was the game for yourself? Comment était le match? Ouais, le match était pas mal. On a bien joué. À un moment aussi, on a souffert parce qu'on a eu un carton rouge. Mais c'est le foot et on s'est adapté. He said the game was tough because it's the first game of the league, and this team want to perform front Simba, but we have tactic. We respect our tactic, and also we got a red card and the game changed, but
we got adaptation of the game. You see the Simba fans, they've been amazing since yesterday. How do you feel with the support? Ouais, les supporters sont vraiment derrière nous et on est très heureux aussi de les voir derrière nous à chaque match. He says he's very happy to see Simba fans to push us. So we must give back to the fans, and we are very happy to win this game. Naam, story ya mwisho katika Simba TV ndani ya juma hili ni kama ambavyo nilikwambia, ni kuhusiana na kikosi chetu cha Simba Queens. Chenyewe kipo hapa Nairobi, Kenya kwa ajili ya kufanya maandalizi ya kuhakikisha tunakwenda kufanya vizuri katika michuano ya Sekafa ambayo itaanza tarehe 22 ya mwezi huu pale Rwanda. Kikosi kimekaa hapa Kenya au kipo hapa Kenya takriban kwa juma moja au wiki moja, na kama ambavyo unaona hapa nyuma yangu ni wachezaji wakiendelea kuweka miili yao sawa na kuhakikisha tunakwenda kufanya vizuri katika michuano hiyo. Katika juma hili moja ambayo tumekuwa hapa Kenya, tumecheza michezo mitatu ya kirafiki, tumeonekana kunufaika na kufanya vizuri kwa wachezaji wetu wote ambao tumekuwa nao hapa Kenya. Wengi wameonekana kufanya vizuri, commitment yao ikiwa hali ya juu, hamu na kiu ya kuhakikisha tunakwenda kufanya vizuri katika michuano hiyo ikiwa ni juu zaidi. Katika story hii tutapata nafasi ya kusikia baadhi ya wachezaji ambao wamezungumzia kuhusiana na kambi yetu hii, lakini pia tutakuja kumsikia kocha mkuu Musa Hassan Mgosi yeye akihitimisha katika story hii. Kwanza sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kama kwenye maandalizi yote ambayo tumekuwa hapa nchini Kenya kwa ajili ya mashindano ya Sekafa ambayo mbele yetu. Kila mmoja ameonyesha kwa kile ambacho alichonacho kwa upande wake, na maana kwa maandalizi yote kwa ujumla naamini makocha wameona. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tumejiandaa kwenda kufanya vizuri na kwenda kupambania nembo ya Simba na Tanzania kwa ujumla kwa ajili ya kufanikisha kwa mabingwa. Wewe ni mzoefu wa kucheza mashindano ya kimataifa ukiwa na Simba, ukiwa na timu ya taifa. Kwa namna mazoezi ambayo tumeyafanya, maandalizi, wachezaji wapya na nyinyi mlipo kwenye timu msimu uliopita na misimu iliyopita, tuna nafasi ya kwenda kufanya vizuri kwenye mashindano? Ya, nafasi ipo kwa maana ya timu kwa ujumla. Maandalizi yameenda vizuri kutokana na sisi ambao tulikuwepo tangu misimu yote ya nyuma, na wachezaji ambao baadhi yao tumeongezewa kwa maana kwenda kukaa kwenye nafasi tofauti. Wamekuja wameonyesha kitu, kwa mimi naamini kabisa kwa asilimia kubwa tunaenda kufanya vizuri katika mashindano ya Sekafa. Kimimi camp imekuwa poa. First of all, tumepata kila kitu yenye tulikuwa tunataka before tuanze hii mashindano, na kimimi na wachezaji wangu nikiona na maofficials pia wenye tumekuja nao, kila kitu iko tayari na tuko tayari kwenda kufight. Aina ya timu ambazo tumecheza nazo hapa, unadhani ndio ushindani huu tunaweza kwenda kukutana nao Rwanda? Kwanza nikiangalia kwa group yetu tuna team Polisi na tumecheza na team zenye zinacheza Premier League the same na Polisi, and playing style yao si different na team zenye tumecheza nazo, so ni part of hiyo kujipanga. Ilikuwa poa. Sawa. Kwenu wachezaji, mnaona tuna nafasi ya kwenda kufanya vizuri? Kwetu wachezaji, kimimi tuko tayari na wachezaji wangu pia wako tayari. Wameshaonyesha kitu yenye ile tuleta Kenya kwamba tunaweza fanya best of nini. Mpango ni kambi ya pamoja, lakini vile vile kama unafahamu Tanzania ligi ya wanawake iliisha kitambo sana na timu chache ambazo zimekuja kuanza mazoezi, kwa maana kambi ya kuja kufanya huku Kenya ni kwa sababu wenzetu Kenya timu zao za ligi kuu zinafanya kambi mapema sana, kwa maana tumekuja kwa maandalizi ya kufanya mazoezi, lakini vile vile kupata mechi za friendly match kujipima kama unavyoona, kwa maana tumeweza kucheza mechi 3 mfululizo, kwa maana ya kutengeneza ile match spirit, kuangalia makosa ambayo yatokea kwenye mechi, lakini ushindani wa mechi ambao tumeupata huku tunaamini kabisa ni kipimo tosha kwetu sisi kwa yale ambayo tunatengeneza kuelekea kwenye mashindano husika. Kwa namna ambavyo tumekaa hapa juma moja, hiko ambacho umetoka kukisema, tumefanikiwa kile ambacho tunakihitaji ili tuende nacho kwenye mashindano? Tumefanikiwa kwa sababu ukiangalia progress ya mazoezi na progress ya mechi ambayo tunakwenda, tumekwenda vizuri jinsi ilivyokuwa, kwa maana wameanza kufanya mazoezi, tumejoza mechi kwanza tumeweza kutoka draw ya bila, mechi ya pili tumekuja kutoa draw ya 1-1, mechi ya mwisho tukaangalia sama pungufu ya mechi ya kwanza na mechi ya pili kwa kuangalia sana kitu gani tunakihitaji ili zile draw zisiwezekane, kwamba tukafanya mazoezi jana na maelekezo ya kuweza kuzungumza, lakini pia tumesisitiza sana katika mechi ya leo tuweze kupata pointi 3, na vile vile wachezaji wamekuwa na wasikivu, wamekuwa ni waelewa, wamefanya kile kitu ambacho tumekipangilia, kwa maana kutoka na ushindi tumeweza kutoka na pointi 3 katika mechi ya leo. Lakini hii tunaiacha huku kwa sababu mwisho wa siku kucheza friendly match ukiwa unashinda unaweza kujipa element
element ya kwamba unajua zaidi afu kaenda na mashindano ukakosa. Kwa mimi natarajia kwamba pamoja na ushindani ambao tunaopata tunataka kushinda, lakini upande wa pili kiufundi zaidi tulitakiwa tupoteze mechi zote hapa ili tukienda kule akili ikae vizuri na kuangalia bwana tunapokwenda toka kubaya. Lakini katika psychology upande wa pili pia ukienda katika mazingira hayo tunaweza kuondoka na psychology ikiwa chini. Kwa yote wiki ambayo tumefanya mazoezi imekwenda perfect kwa mipango yote ambayo tumeipangilia kuelekea